Na moja kwa moja kutoka makao makuu ya nchi, hii ni Sky TV ambayo inatazama kwa sasa, na hewani ni ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Waziri Mkuu azindua miradi ya shilingi bilioni 114 ya utalii. Katika habari za kimataifa, Irani yaadhimisha miaka 47 ya mapinduzi ya Kiislamu. Na katika upande wa habari za michezo na burudani, Simba dimbani usiku huu ligi kuu soka Tanzania bara. Hujambo mtazamaji wa Sky TV popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari. Mimi naitwa Pius Jayunga. Karibu tuanze na taarifa ifuatayo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua na kukabidhi miundombinu 21 ya utalii yenye thamani ya shilingi bilioni 114.62. Tupate undani wa taarifa hii. Amesema ujenzi wa miradi hiyo ambayo imejengwa kupitia mradi wa kimkakati wa kukuza na kuendeleza utalii ukanda wa kusini ni sehemu ya maono ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan yanayolenga katika kukuza sekta ya utalii nchini. Ameyasema hayo leo Jumatano wakati akizindua uwanja wa ndege Mtemere uliopo katika kijiji cha Mloka mkoani Pwani kwenye hifadhi ya taifa ya Nyerere. Uwanja huo ni sehemu ya miradi 21 iliyozinduliwa. Kwa kuzingatia uwekezaji huu, ndugu viongozi, ambao umewekwa na serikali, mamlaka zote zinazohusika, hakikisheni miundombinu hii yenye gharama kubwa inatunzwa vizuri kwa kulindwa na kukarabatiwa mara kwa mara ili kuwezesha nchi yetu kufikia malengo ikiwemo kuongeza pato linalotokana na utalii na kutoa ajira kwa watu wetu. Wizara ya Maliasili na Utalii ikishirikiana na mashirika ya ndege hasa ATCL, tafuteni namna bora ya kutumia fursa hii ikiwemo kuandaa ratiba ya ndege zetu kutoka Zanzibar, Dar es Salaam kuja Nyerere, pita Mikumi kwenda Ruaha hadi Songwe. Hii inaweza ikawa ruti ambayo inaweza ikachochea watalii kuja katika maeneo haya. Hafla yetu ya leo ni mahususi kwa ajili ya kuzindua na kukabidhi miundombinu muhimu ya utalii iliyojengwa kupitia mradi wa kimkakati wa kukuza na kuendeleza utalii kwa ukanda wa kusini yenye thamani ya fedha za Kitanzania shilingi bilioni 114.62. Hili ni jambo kubwa na la kihistoria, na kwa kweli tunatakiwa kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maono na kwa kutekeleza mradi huu. Kwa upande wake, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Shatu Kijaji amesema kuwa katika kipindi cha uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, idadi ya watalii imeongezeka kwa zaidi ya 149, ikiwa ni ongezeko la watalii milioni 2,298,495 kwa mwaka 2025 kutoka watalii 922,692. Ongezeko hili limetokana na uwekezaji mkubwa wa kimkakati katika sekta ya uhifadhi na utalii. Tunaposherekea mafanikio makubwa yanayoonekana katika sekta za uhifadhi na utalii, hatuna budi sisi wa Tanzania kutambua jitihada binafsi za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alianza safari yake kwenye sekta hizi kwa kutoka ofisini, akapanda milima na kuteremka mabonde, akapita baharini na kuvuka nchi kavu, akionyesha dunia kuhusu urithi na haiba nzuri ya taifa letu. Akaandika historia ya kuwa rais wa kwanza ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Afrika Mashariki na Kati ya kuigiza filamu 2 za utalii, nazo ni Tanzania The Royal Tour na Amazing Tanzania. Matunda ya kazi zake hizi yameiweka Tanzania kwenye nafasi ya kipekee sana duniani. Tuzo 5 kubwa za kimataifa tumezipokea mwaka 2025
zikiwemo za Tanzania kuwa eneo sahihi na salama kwa utalii barani Afrika na duniani kwa ujumla. Mindi Josephu, Sky TV. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemedi Suleimani Abdullah amesema msingi mkubwa wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ni kuhakikisha inalinda wananchi na mali zao pamoja na kutenda haki kwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tupate undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo wakati akizungumza na uongozi wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi uliofika ofisini kwake Baraza la Wawakilishi Chukwani Zanzibar kwa ajili ya kujitambulisha. Kitu cha msingi, twende tukasimamie haki. Twende tukahakikishe wenzetu wote, vyombo vyote hivyo vinaendelea kufanya kazi kwa misingi ya haki, kwa mujibu wa katiba yetu na kwa mujibu wa miongozo ya nchi yetu. Suala la utawala bora ni suala la msingi sana, kama ambavyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Zanzibar wamekuwa wakieleza muda wote katika maeneo yetu. Lakini ni vyema twende tukaliendeshe sasa vyombo vyetu hivi sasa. Teknolojia ina nafasi kubwa sana. Kwa hiyo naamini Mheshimiwa Waziri, sina mashaka. Najua kwa spirit ambayo mko nayo wewe na Mheshimiwa Naibu Waziri na timu yenu mtaweza kufanya vizuri kwenye maeneo. Asante. Kwa upande wetu kuahidi mashirikiano makubwa. Asante sana. Tuko tayari muda wote kutoa mashirikiano, lakini na miongozo ile inayostahili, lakini kuhakikisha kwamba mnaweza kufanya yale ambayo Mheshimiwa Rais ameyakusudia kuyatimiza. Kwa upande wake, waziri wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amesema dhamana waliopewa ya kuhakikisha ulinzi na usalama wa wananchi na mali zao ni kubwa. Hata hivyo, ameahidi kufanya kazi kwa uweledi, uaminifu na kufuata misingi ya kikatiba, kisheria, taratibu, kanuni na miongozo mbalimbali. Ni kuhakikishie tu kwamba hapa, na tunaahidi tena mbele yako kwamba tutaifanya kazi hii kwa uaminifu, tutaifanya kwa weledi na tutafanya kwa kufuata misingi yote ya kikatiba, kisheria, taratibu, kanuni, miongozo na busara za viongozi wetu wakuu pamoja na maelekezo mahususi ambayo yatakuwa yanalenga katika kufanikisha kazi yetu hii. Huu ni kuhakikishia kwamba tutayazingatia na tutayafanyia kazi kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha tunalinda nchi yetu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaulinda muungano wetu, tunalinda tunu zetu za taifa, lakini pia kuweka heshima na kuonyesha uongozi wa mfano kwa viongozi ambao ni wastaafu, kuweka heshima kwa viongozi mlio madarakani, lakini pia kuweka na kuonyesha kuwa dira ya mfano na kuwa viongozi wa mfano kwa vijana wenzetu, kwa sababu mmetuamini kwenye majukumu haya makubwa. Katika ziara hiyo, Mheshimiwa Katambi ameambatana na Mheshimiwa Ayub Mohamed Mahmud, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ndugu Ali Senga, katibu mkuu, na ndugu Mili Mbaga, mkurugenzi wa division ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu, Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Johannes Michael, Sky TV. Tutazame taarifa nyingine ambapo waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema takwimu zinaonyesha kwamba wanawake wanasayansi duniani ni 36% pekee, hali inayoashiria kuwepo kwa pengo kubwa la kijinsia katika taaluma za sayansi. Akizungumza leo Februari 11 mwaka 2026 jijini Dodoma katika hafla ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya wanawake na wasichana katika sayansi, Profesa Mkenda amesema kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, 51% ya Watanzania ni wanawake, jambo ambalo linaonyesha kuwa bado kuna fursa kubwa ya kuongeza ushiriki wa wanawake katika sekta ya sayansi nchini. Ikiwa ambayo sasa hivi serikali imeyafanya katika elimu, katika mambo ya tiba, katika hospitali zetu, yamefanywa kwa sababu kuna wanasayansi mahali fulani huku duniani wamewekeza, wamefanya utafiti, wanagundua dawa za kutibu na wanagundua teknolojia ya kutibu vizuri zaidi. Sayansi ni muhimu hata katika usalama wa nchi yetu na nchi zote duniani. Kwa kuwekeza katika sayansi kwa kweli si swala la kuchagua. Sisi, na hili nitalisema sana,
Tunalalamika tulitawaliwa na nchi nyingine, walituzidi kwenye sayansi na teknolojia, walikuwa na uwezo wa kusafiri kutoka Ulaya, wanapita Atlantic bahari, wanazungukia kusini mwa Afrika, wanaingia bahari ya Hindi, wamekuja hapa, halafu wana mizinga na bunduki, sisi mikuki na mishale, wakatupiga, hatimaye wametutawala. Tumetawaliwa miaka mingi kwa sababu wenzetu walikuwa wametutangulia kwenye sayansi na teknolojia. Rasilimali zetu, namna ya kuzitumia nchini, uwezo wa kuzitumia, uwezo wa kuzivuna, ni swala la sayansi na teknolojia. Tanzania inashiriki na mataifa mengine ya Afrika kuhakikisha watoto wa kike wanapewa malezi bora na kuendelea katika masomo ya sayansi, kwa sababu sisi kama maendeleo ya jamii, jukumu kubwa tunalosisitiza pia ni malezi kwa watoto, sio tu kutoa huduma kwa mtoto. Hakikisha unatoa huduma na unafanya malezi kwa mtoto, unampa guidance, unamuongoza ili aweze kwenda mwelekeo ambao kesho kwanza anajipunguzia hata ushindani sokoni. Ukisoma sayansi, mtoto wa kike unajipunguzia ushindani kwenye soko la ajira. Watoto wa kike tulionao majumbani, naombeni, mazingira yameboreshwa sana na serikali yetu, na tunahimiza sana mtoto wa kike aweze kuingia katika fursa hizi ambazo zipo duniani. Ndugu zangu, Bunge kama chombo kikuu cha wawakilishi katika taifa letu, tutaendelea kutunga sera na sheria bora kabisa za kuhakikisha mtoto wa kike anashiriki kikamilifu katika kupata elimu hii ya sayansi. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Zaidi ya watoto 10,000 huzaliwa na ugonjwa wa sickle cell. Naam, hujambo mtazamaji, kwa wakati mwingine tena karibu tuendelee na taarifa yetu ya habari, na hasa kwa kwa ambaye pia umeungana nasi kwa mara ya kwanza. Zaidi ya watoto 14,000 wametajwa kuwa wamezaliwa na ugonjwa wa sickle cell kila mwaka hapa nchini, jambo linaloifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zenye wagonjwa wengi wa ugonjwa huo, huku jitihada zaidi zikihitajika kukabiliana na tatizo hilo. Kutoka mkoani Arusha, mwandishi wetu ana undani wa taarifa hii. Hatua hiyo imetajwa kuwa imekuwa ikichangiwa na imani potofu au mtazamo tofauti unaochangiwa na kukosa elimu sahihi, hasa katika swala la watu kujua afya zao. Katika kitu cha kwanza ambacho tumejifunza ni katika ishu ya utambuzi mapema wa hili tatizo. Sisi tulikuwa hatuwezi kuwapima wale watoto wanaozaliwa instantly, yani mtoto anapozaliwa tu tulikuwa hatuwapimi hiyo hali. Ni huwa tunapima tu maradhi mengine. Niligundulika nikiwa na miaka 14, lakini katika miaka 14 hiyo nilipata elimu ya kuishi na ugonjwa wa sickle cell na nilipewa elimu ya kuvunja mduara nikiwa bado mdogo kabisa. Kwa hiyo ilipofika umri wa mimi kuolewa, nilichagua mchumba ambaye ana AA, vipimo ambavyo havitarithisha mtoto wangu vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell. Baada ya kupata mtoto ambaye ni shujaa, ndio ilinifanya mimi niende nikajipime vinasaba vyangu na kujikuta tayari ni mbeba vinasaba. Na kama mnavyoona, sisi warithishaji hatuoneshi dalili za aina yoyote. Daktari bingwa magonjwa ya damu kutoka hospitali ya rufaa ya KCMC, Lilian Mbaga, anahitaji jamii kujenga utamaduni wa kupima, hasa kwa wale wanaotarajia kupata watoto, ili kubaini vinasaba vitakavyosaidia kupata matibabu kwa haraka. Sisitiza kujua hali zetu za sickle cell, kwa maana ya kwamba ya kujitokeza kupima, kwa sababu tuna 15% mpaka 20% ya watu ambao wamebeba vinasaba vya ugonjwa. Katika upande wa dalili za ugonjwa wa sickle cell, wagonjwa hawa huwa wanapata maumivu makali ya kwenye viungo, na kwa watoto wadogo tunaweza kuona wanaweza kuvimba sehemu ya mkono, sehemu ya mguu bila kuwa na sababu yoyote. Mratibu wa ugonjwa wa sickle cell kutoka Wizara ya Afya, Dr. Stelia Mpoto, akiwa katika mafunzo ya ugonjwa huu kwa waandishi wa habari mkoani Arusha,
Anaeleza mikakati ya wizara katika kukabiliana na ugonjwa huo kwa kutoa elimu kwa makundi mbalimbali. Tumeona ni vyema tuweze kutoa elimu kwa jamii kuhusu ugonjwa huu wa sickle cell ili kuondoa zile dhana potofu kwa ugonjwa huu labda ni wa kulogwa, lakini ugonjwa huu ni wa kurithi. Na tumeanza kutoa elimu kwa watu wa huduma wa afya, lakini tumeenda mbali zaidi kwa waandishi wa habari, kwa viongozi wetu wa dini na walimu wa afya mashuleni. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Ili kuondokana na fedheha kuwa na matokeo mabaya, mitihani shule ya sekondari ya Kinyerezi mpya Kinyerezi iliyopo katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imeweka mkakati wa kuhakikisha wanafunzi wote wanafaulu na hawapati daraja la 4 wala 0. Tupate taarifa kamili. Mkakati uliowekwa na shule hiyo unahusisha programu mbalimbali za kitaaluma ikiwemo kuongeza muda wa masomo na kufanya mitihani ya majaribio mara kwa mara ili kuwawezesha wanafunzi kufanya vizuri kwenye masomo. Akizungumza wakati wa kikao cha wazazi, mkuu wa shule ya sekondari Kinyerezi mpya Magdalena Sehelele amesema inawezekana kutokuwa na daraja 0 katika shule hiyo. Lakini mwaka huu kama mlivyoona mlivyosikia mwezi wa 12 wamefaulu asilimia ngapi? 86. Inamaanisha wale waliofaulu asilimia 79 form 2 sasa hivi wamebadilika kufika form 3 wamepata asilimia ngapi? 86. Umepanda asilimia karibia 7, si ndio? Inamaanisha kidato cha 4 mwaka huu hakuna 0, si ndio? Na tumesema kauli mbiu yetu mwaka 2026 Kinyerezi mpya bila 0 inawezekana, na tunasema inaanza na yaani mwanafunzi anasema inaanza na nini? Na mimi nasema sio inawezekana, inaanza na nani? Na yeye. Inamaanisha yeye mwenyewe asipata daraja nini? 0. Kwa inamaanisha mpango kazi wetu kama unaenda vizuri, asubuhi wanaingia saa 1 mpaka saa 2 wanakuwa darasani somo moja, na jioni saa 9:30 mpaka saa 10:30 wanakuwa nini? Wanakuwa darasani. Hii mitihani ya mwisho wa mwezi masomo tutakuwa nafanya miwili kila wiki. Lengo letu mada ziende kama sasa tunafundisha kwa kasi, mada ziendelee kufundishwa na nini, na mitihani fanya nini ifanyike, kwa sababu mtoto bila mitihani anasahau. Wazazi katika shule hiyo wanatajwa kushiriki vyema kuboresha kiwango cha taaluma shuleni hapo. Mzazi mwenzio anaomba mwanafunzi wake hivyo kidato cha 3 sasa hivi alijitoa kuweka nini? Kuweka geti la shule lote kwa pesa yake mwenyewe. Ninyi wazazi mnatudai sana. Ndio maana watoto wakifeli tunaumia, walimu tunaumia sana. Kwa sababu tunatamani mnachokipanda shuleni fanya nini? Mkivune. Mtoto wangu alivyokuwa awali na mpaka alipofikia huu mwezi wa 12, yani naweza nikasema mimi kwa kweli siwezi kusema mengi, naweza kusema alhamdulillah rabbil alamin, kwa sababu mwanangu alikuwa andiki mtihani, yeye ni wa mwisho, lakini mpaka sasa hivi nikiangalia alipotokea na nikikagua, yani kavuka level ile, na adabu ana adabu hakuna mfano. Nimekuwa na uzoefu mkubwa wa shule mbalimbali, lakini shule hii ina discipline ya kutosha, ina nidhamu ya kutosha. Nilipofika katika mazingira haya, nilivyoona mazingira, nikawa najiuliza mwenyewe kwamba hii ni shule ya private au ni shule ya government, kwamba mazingira yalikuwa mazuri, yalikuwa rafiki, na ya kusema kwamba sehemu ni salama kwa mtoto. Katika kikao hicho, naibu meya wa jiji la Dar es Salaam akawaasa wazazi kutowakatia tamaa watoto wao, huku akiahidi kutoa motisha ya ufaulu. Tunaanza na habari ya viti vya walimu kama alivyosema mkuu wa shule hapo. Mimi nitawaletea viti vya walimu. Sisi hapa tunataka division 1 mpaka 3. Hatutaki 4 wala 0. Tuanze na division 0 tuziondoe kwanza. Walimu wangu hapa, wazazi pamoja na wanafunzi, mimi nitatoa shilingi milioni hizi 2. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Serikali wilayani Geita imekutana na vijana ili kusikiliza changamoto zinazowakabili pamoja na halmashauri na viongozi wa wilaya wazitambue na kuwezesha vijana hao kuziona fursa zinazowazunguka. Mkuu wa wilaya ya Geita Hashim Komba ameeleza kuwa serikali ya wilaya kwa kushirikiana na halmashauri imeanza kuwasikiliza vijana wakati wa kongamano la vijana hao lililofanyika mtaa wa Mwatulole katika manispaa ya Geita. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye kwa kweli ameipa kipaumbele sana sekta ya vijana
na leo hii sisi vijana tunatembea kifua mbele, kwa sababu kwanza tuna wizara maalum ambayo iko chini ya ofisi ya Rais, ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, inayoongozwa na kijana shupavu kabisa Mheshimiwa Joel Nanauka. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tufikishie salamu za upendo na shukrani kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha wizara maalum ya vijana. Maana yake anawapenda na kuwatambua vijana wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini mbili, tunatekeleza maagizo yako wewe mwenyewe. Umekuwa ukitusisitiza sana wakuu wa wilaya kwamba kama kuna jambo muhimu unatamani kuliona kwenye mkoa wa Geita, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umekuwa ukitusisitiza tushuke chini kusikiliza changamoto za vijana. Na mara zote umekuwa ukizungumzia sana uwezeshaji wa vijana na kung'amua shida walizonazo. Sisi wakuu wa wilaya tujisogeze kwao. Mkuu wa Mkoa wa Geita Martin Shigela amesema lengo la serikali ya awamu ya 6 ni kuhakikisha kila kijana ananufaika na fursa mbalimbali zilizopo ndani ya mkoa wa Geita. Na mimi nataka nikuhakikishie mkurugenzi, ni vizuri hata ile 10% ile mnaokopesha ile, kopesheni kwa vijana wanaotaka kufanya kazi za uzalishaji. Sisemi service ni kitu kibaya, lakini inapokuja kuwa service business ni kubwa kuliko productive sector, ujue hiyo biashara ni ngumu sana. Tunayo serikali inaongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ya awamu ya 6. Ni serikali inawajali sana vijana, inatambua changamoto, tunasomesha, tunatoa maarifa. Changamoto yetu inakuwa ni matumizi ya maarifa yale katika maendeleo. Tunasomesha, hatuwezi kuajiri kwenye public service. Changamoto yetu ilikuwa ni kujenga mazingira ya kuwawezesha vijana wakajiajiri. Sio kama serikali haifahamu. Na ndio maana ikaanzisha hizo fursa ambazo tunazipata katika maeneo yetu. Wakizungumza katika kongamano hilo, viongozi wa mamalishe mkoa wa Geita, viongozi wa bodaboda na viongozi wa wasusi wamepongeza kongamano hilo, huku wakiwataka vijana kuchangamkia fursa mbalimbali. Cha kwanza kabisa kilichonifanya hadi niingie kwenye hii kazi, nilitazama watu walivyokuwa wanafanya kazi, wanasomesha watoto, wanaendesha maisha yao kwa kutumia hii kazi. Nikabidi nikafuatilia, nikagundua kuna faida pia na hasara. Nikaamua nijikite na hiyo kazi. Mimi kama binti mdogo, mdada mdogo, nimeanza hiyo kazi. Mungu anasaidia, sasa hivi kidogo maisha yangu yamebadilika kupitia hii kazi ya mamalishe na balisho. Nashukuru kwa fursa hii kupewa vijana kama sisi wasusi. Kuna wasusi ambao wana mitaji midogo midogo, wako mitaani, wengine yani wanatembea majumbani, wengine wana saluni zao, lakini tunamshukuru sana rais wetu Samia Suluhu kwa kutuona sisi vijana. Fursa zipo nyingi. Ukitizama katika masuala mazima ambayo tunakimbilia zaidi ni katika swala zima la machimbo, lakini tumeona mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya wameendelea kutukumbusha kwamba kuna fursa nje ya uchimbaji ambazo pia tunaweza tukazitumia vizuri, kama masuala mazima sekta ya kilimo na pamoja na ufugaji sisi kama vijana. Kongamano hilo limeandaliwa na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Geita kwa kushirikiana na halmashauri ya manispaa ya Geita ili kutoa mwanga wa fursa mbalimbali zinazopatikana mkoani hapa. Michael Francis Bundala, Sky TV. Taasisi za umma na binafsi ambazo bado hazijafanya uteuzi wa maafisa ulinzi wa taarifa binafsi zimetakiwa kufanya hivyo mara moja ili kuimarisha mifumo ya usimamizi na udhibiti wa taarifa zao na hivyo kupunguza vitendo vinavyoweza kukiuka faragha na usalama wa taarifa binafsi za wananchi. Tupate taarifa kamili na mwandishi wetu kutoka mkoani Mbeya. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Mbeya Ben Malisa wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya maafisa ulinzi wa taarifa binafsi mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, ambapo amezitaka taasisi hizo kufanya uteuzi wa maafisa ulinzi wa taarifa binafsi ili waweze kujengewa uwezo kwa mujibu wa sheria. Ulimwengu wa teknolojia umekuwa na sasa watu wanalipa fedha kupata taarifa zako binafsi na ambazo ni faragha, na matokeo tumeshayaona ya madhara yaliyotokea viongozi, wananchi, watu wa kada mbalimbali kutokana na kuwa na mwanya wa uvujaji wa taarifa binafsi. Na bado niwaombe taasisi nyingine au niwatake wale ambao bado hawajafanya uteuzi wa maafisa hawa wafanye hivyo ili wajengewe uwezo waweze kutimiza wajibu wao kwa mujibu wa sheria yetu inavyotaka. Mbeya oye!
Mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi Dr. Emmanuel Mkilia amesema katika utekelezaji wa majukumu hayo, tume imebaini baadhi ya changamoto ambapo imejipanga kuanza ukaguzi wa uzingatiaji. Katika utekelezaji wa majukumu ya usimamizi, tume imebaini changamoto ya hifadhi na baadhi ya taasisi kutokuwa tayari kikamilifu kutekeleza matakwa ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, hususan katika usajili na uteuzi wa maafisa wa ulinzi wa taarifa binafsi. Baadhi ya taasisi bado zinaendelea kukusanya na kuchakata taarifa binafsi bila kukamilisha matakwa ya sheria. Napenda kusisitiza kuwa kutokutekeleza matakwa ya sheria ni ukiukwaji wa kisheria unaohatarisha faragha, usalama na haki ya wananchi. Katika kutekeleza wajibu wake, tume ilipanga kuanza ukaguzi wa uzingatiaji, compliance audit. Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wametoa maoni juu ya umuhimu wa mafunzo na namna yatakavyowasaidia. Mafunzo haya ni mafunzo bora kwa kipindi hichi, yamekuja wakati sahihi, especially kwa sisi ambao tunadili na wateja direct, kwa watu moja kwa moja. Kwa yataenda kutujenga zaidi na kutufanya tujue na tutambue jinsi gani ya kuhifadhi taarifa sisi wenyewe kama kampuni na wateja kwa pamoja. Mfumo huu ambao tukienda nao kisheria sasa, ambao tunafundishwa mafunzo haya, kwa kweli inabidi kazi za juhudi zifanyike zaidi. Yaani mimi kama mimi niwe kioo licha ya kampuni hata kwa jamii, kwa sababu udhaifu uko mwingi sana katika mazingira tunayoishi. Kwa hiyo tunachukua jukumu hilo kama balozi, kama mkufunzi, kuendeleza hiki kitu ambacho nakipata hapa kwa ajili ya binafsi na taifa na shirika pia. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Taarifa hiyo inatupa nafasi ya mapumziko mafupi. Tutakaporejea tutakuwa na habari za biashara na uchumi. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas.
Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Mindi Josefu. Mkurugenzi wa halmashauri ya jiji la Dodoma Dr. Frederick Sagamiko amesema zaidi ya shilingi bilioni 5 za mikopo iliyotolewa awali kwa vikundi mbalimbali bado hazijarejeshwa, huku thamani ikionyesha baadhi ya miradi iliyokusudiwa kuendelezwa haikuleta tija kwa jamii. Dr. Sagamiko ameyasema hayo jijini Dodoma wakati akifungua mafunzo kwa vikundi vinavyonufaika na mikopo ya 10%, akisisitiza umuhimu wa matumizi sahihi ya mikopo hiyo ili kuleta maendeleo ya kiuchumi na ajira. Mpaka sasa jiji la Dodoma tuna zaidi ya bilioni 5 ziko kwa wateja wetu ambazo hazijarejeshwa. Ni mikopo ambayo ina muda mrefu, lakini swala tu sio kurejesha mikopo hiyo, haikuleta tija kwa wakopaji. Tukienda kufanya tathmini ya uendelevu wa biashara ambazo wahusika waliomba mikopo, huioni. Na lengo letu na lengo la serikali na lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwamba mikopo hii inaenda kuleta faraja kwa kuleta tija kwa jamii. Kama umeanza na mkopo wa milioni 20 miaka 10 iliyopita, wewe ukiwa na watu 5, tuone biashara ile namna ambavyo imeajiri watu wengi zaidi. Tukikutembelea leo tuone ile contribution kwenye ajira. Mlikuwa 5, mmeajiri wenzenu 10, wenzenu 20. Na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kati imetekeleza zoezi la kuteketeza kilogramu 600 za dawa za kulevya aina ya bangi na mirungi katika dampo la Chidaya lililopo Nchuka jijini Dodoma, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa amri za mahakama baada ya kukamilika kwa kesi mbalimbali zinazohusiana na biashara ya dawa hizo. Zoezi hilo linaelezwa kuwa ni hatua muhimu katika kudhibiti biashara haramu inayosababisha hasara kubwa kiuchumi. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, afisa sheria mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kanda ya kati, wakili Meshaki Rwamboga, amesema kuwa watuhumiwa 50 waliopatikana na hatia ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya wamehukumiwa kifungo cha maisha jela, huku wengine wakihukumiwa kifungo cha miaka 30 kulingana na uzito wa makosa yao. Katika dampo la jiji la Dodoma ambalo liko maeneo ya Nchuka, tumeweza kuteketeza kilo 600 za dawa za kulevya aina ya bangi pamoja na mirungi, ambazo dawa hizo ambazo zimeteketezwa zimetokana na kesi ambazo zimekwisha mahakamani, ambapo mahakama ilitoa amri ya kuweza kuziteketeza. Kwa hiyo hii katika idampo tumeweza kuteketeza hizo kilo 600 ambazo tumepata amri toka mahakamani. Tuhitimishe habari za biashara na uchumi kwa kuangazia viwango vya kubadilisha fedha kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2547 na senti 08 na imeuzwa kwa shilingi 2572 na senti 56. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3484 na senti 67 na imeuzwa kwa shilingi 3519 na senti 51. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 3032 na senti 81 na imeuzwa kwa shilingi 3063 na senti 14. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 368 na senti 53 na imeuzwa kwa shilingi 372 na senti 21. Yeni ya Japani imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 41 na imeuzwa kwa shilingi 16 na senti 57. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 159 na senti 73 na imeuzwa kwa shilingi 161 na senti 32. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 72 na imeuzwa kwa shilingi 19 na senti 91. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 1 na senti 73
na imeuzwa kwa shilingi 1 na senti 75. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 71 na imeuzwa kwa senti 72. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa senti 85 na imeuzwa kwa senti 86. Tamati ya habari za biashara na uchumi, mtazamaji. Mimi ni Mindi Josefu. Biashara na uchumi. Naam, habari za kimataifa zinaletwa kwako na Zinazile Mswima. Sky TV. Habari za kimataifa. Hujambo, karibu katika habari za kimataifa. Irani yaidhinisha miaka 47 ya mapinduzi ya Kiislamu huku utawala wa nchi hiyo ukiendelea kukabiliwa na shinikizo kutoka kwa raia wake wa Marekani inayojiandaa kupeleka meli nyingine ya kivita Mashariki ya Kati. Pande mbili za Wairani wanaoiunga serikali ya wale wanaoipinga utawala wa Iran zimejitokeza barabarani kuadhimisha miaka 47 ya mapinduzi ya Kiislamu yaliyofanyika mwaka 1979. Rais wa Irani katika hotuba yake amesisitiza kwamba taifa lake halitafuti kuunda silaha za nyuklia wala na kwamba liko tayari kuthibitisha hilo kwa njia yoyote ile. Hata hivyo, uongozi wa Irani bado una mashaka kuhusu mazungumzo ya adui yake mkuu Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi yake bado haina imani kamili na Wamarekani licha ya wasiwasi uliopo. Araghchi amesema kwamba inawezekana wakati huo Iran na Marekani zikafikia makubaliano bora zaidi ya nyuklia kuliko ya wakati wa Rais Barack Obama ya mwaka 2015 na mataifa yenye nguvu duniani ambayo Trump katika muhula wake wa kwanza aliondoa Marekani kutoka kwenye makubaliano hayo. Kuongezeka kwa makundi ya wasi na matumizi ya droni mashariki mwa DRC kunaupa wasiwasi Umoja wa Mataifa. Wakati MONUSCO inapanga kurejea Uvira, serikali inaweka masharti ya usalama huku wakazi wakibaki na sintofahamu. Amesema sharti la kwanza ni kupata dhamana za usalama kutoka kwa wadau wote walioko ardhini, bila hivyo hatuwezi kuendelea. Tunahitaji kuwa na uhakika usalama wa helikopta zetu na wafanyakazi, kwani kumekuwa na hatari zaidi kushambuliwa na droni na helikopta zetu. Hii ni muhimu sana na tunawaomba pia wawakilishi wa jumuiya ya kidiplomasia kutusaidia kupata dhamana hizi haraka iwezekanavyo, kwa sababu ndizo msingi wa hatua ya kwanza kuelekea Uvira. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ndege zisizo na rubani zitasaidia kuchambua hali ya usalama ili kuandaa uwezekano wa operesheni ya ardhini. Hata hivyo, tangazo hili halijapokelewa kwa kauli moja na wakazi wa Uvira. Tangu kuondoka kwa wasi wa M23 mjini humo, hali imeendelea kuwa tete, huko matukio ya uporaji, ukatili dhidi ya raia na mauaji yakiripotiwa na kuongeza hofu miongoni mwa wananchi. Marekani imepeleka wanajeshi 200 Nigeria. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kwamba kupelekwa kwa wanajeshi hao kutaongeza idadi ya timu ndogo ambayo tayari iko nchini Nigeria ili kusaidia katika kutoa mafunzo, mwongozo wa kiufundi na kufanya mashambulizi. Kamandi ya jeshi la Marekani ya Afrika imesema kwamba Marekani itapeleka wanajeshi 200 nchini Nigeria kutoa mafunzo kwa jeshi la nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika katika mapambano yake dhidi ya makundi ya kigaidi. Utawala wa Trump umekuwa ukisisitiza kuwepo kwa matukio ya kulengwa
na kuuliwa kwa Wakristo nchini Nigeria, ingawa Nigeria yenyewe imekuwa ikikanusha madai hayo na kusema kwamba jamii zote mbili za Wakristo na Waislamu ni waanga wa matukio hayo ya kigaidi. Kwa miaka mingi Nigeria imekuwa ikipambana makundi ya kijihadi kaskazini mashariki mwa nchi hiyo ambayo yamekuwa yakiua, yakiteka nyara na kupora kudai fidia. Mwisho wa habari za kimataifa, langu jina ni Zinazire Mswima. Habari za kimataifa. Naam, tamati ya habari za kimataifa tukiwa naye Zinazile Mswima zinatupeleka moja kwa moja sasa katika habari za michezo na burudani. Lai Saidi yupo tayari kutujuza iliyoko viwanjani. Sky TV. Sky TV. Sky TV. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali.